Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu. Leo ninapokuletea tafakari hii ya Dominika ya 13 ya mwaka A wa kanisa. Na leo nataka tutazame, au ujumbe wa leo tutazame gharama za kuwa mfuasi wa Kristo. Gharama za kuwa mfuasi wa Kristo. Nakumbuka mchungaji Dietrich Bonhoeffer, huyu ni a German Lutheran theologian. Katika kitabu chake cha The Cost of Discipleship, gharama za ufuasi, anasema kwamba Ukristo ambao haukugharimu chochote hauwezi kubadilisha chochote. Nirudie. Anasema kwamba Ukristo ambao haukugharimu chochote hauwezi kubadilisha chochote. Kwa hiyo anasema ni muhimu sana Mkristo kujifanyia tathmini. Mkristo kujifanyia tathmini ya kina na kujihoji kwamba hivi Ukristo wangu unanigharimu nini? Ukristo wangu unanigharimu nini? Au ningeweza kusema kwamba imani yangu inanigharimu nini? Au ningeweza kusema imani yangu imebadilisha nini ndani yangu? Ni muhimu kujiuliza haya maswali. Mchungaji Dietrich anaendelea kusema kwamba ikiwa ufuasi wetu hauleti mabadiliko, ikiwa ufuasi wetu hautufanyi tuache dhambi, ikiwa ufuasi wetu hautufanyi tuwe na upendo zaidi, au ikiwa ufuasi wetu hautufanyi tusamehe na hautufanyi tumweke Kristo mbele ya kila kitu, anasema basi tunapaswa kujiuliza kama kweli tunamfuata Kristo au tunafuata tu jina la Ukristo. Unasikia, anasema maneno mazito kabisa. Ndugu zangu, sote tunafahamu vitu vya thamani vina gharama. Hilo tunafahamu. Hakuna mtu ambaye kwa mfano anataka kujenga nyumba alafu akakwepa gharama. Anataka kujenga nyumba nzuri, hawezi kukwepa gharama. Hakuna mtu ambaye anataka mtoto wake labda apate shule nzuri, asome shule nzuri, apate elimu bora bila gharama, haiwezekani. Au hakuna mtu ambaye anatarajia mafanikio bila kujitoa, haiwezekani. Lakini cha kushangaza ni kwamba watu wengi sana, Wakristo wengi, tunataka mbingu bila gharama. Tunataka mbingu bila gharama. Tunataka utakatifu bila kujinyima. Tunataka kumfuata Kristo bila mabadiliko yoyote. Tunataka tupate taji bila msalaba. Tunataka Pasaka bila Ijumaa Kuu. Na ndio maana leo Yesu anatukutanisha na moja ya mafundisho yake magumu zaidi. Unajua, Yesu hasemi kwamba mkinifuata mtakuwa na maisha mepesi. Wala hasemi kwamba mkinifuata mtapata raha kila siku. Lakini anasema ampendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili. Anasema asiyeuchukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Anasema hivyo. Ndugu zangu, Yesu hakuwa anatafuta kuwavutia watu. Hapana. Alikuwa anasema ukweli. Alikuwa anawaambia ukweli. Kwa sababu anajua kabisa kwamba kila kitu cha thamani kina gharama. Na hakuna kitu ambacho chenye thamani kubwa kuliko kumfuata Kristo. Kwa hiyo somo letu la Injili leo kutoka ile Injili ya Mathayo, ile sura ya 10 mstari wa 37 mpaka wa 42. Sasa somo linatoka hapo, lakini ili tuweze kulielewa ili somo vizuri, au tuweze kuelewa vizuri haya maneno ya Yesu, haya maneno ya Injili, tunapaswa kuelewa mazingira ambayo Yesu alizungumza hayo maneno. Unajua, ukisoma Mathayo ile sura ya 10 ni sura muhimu sana katika Injili, na wataalamu wa Biblia wanaita hii sura a missionary discourse, kwamba ni sura ambayo Yesu anazungumza juu ya utume, juu ya umisionari. Na kwa mara ya kwanza kwenye hii sura tunaona Yesu anawatuma wanafunzi wake kwenda kuhubiri Injili peke yao. Wanaenda peke yao, anawatuma peke yao. Unajua, kwa miaka kadhaa walikuwa wamezoea kuwa pamoja naye. Kwa walikuwa wanamuona Yesu akifufua watu, wanamuona Yesu akiponya wagonjwa, walikuwa wanamsikia Yesu akihubiri, wanamsikia Yesu walikuwa wanaona maelfu wanamfuata, walikuwa wanaona akilisha watu kwa mikate, walikuwa wanaona mambo mengi sana.
Kwa hiyo huenda walidhani kwamba safari ya ufuasi itakuwa ni rahisi sana. Huenda walidhani kwamba safari ya ufuasi itakuwa ni safari yenye ushindi mtupu. Huenda hata walidhani kwamba watapata faida nyingi sana, au walidhani watapata mapokezi makubwa wanakokwenda. Lakini kabla hawajaondoka, Yesu anawakusanya, alafu anawaambia jambo ambalo huenda viongozi wengi leo wasingependa kuwaambia wafuasi wao mambo kama hayo, kwa sababu alichokuwa anawaambia hakikuwa ni kitu cha kuvutia. Alikuwa waelezi kitu cha kuvutia. Yesu alikuwa hawapi ahadi ya mafanikio ya haraka haraka, wala Yesu alikuwa hawatishi wala kuwadanganya, lakini alikuwa anawaambia ukweli. Anawaambia mambo ambayo hayafurahishi sana kuyasikia. Anawaambia kwa mfano, na watuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Hebu fikiria. Anawaambia kwamba mtachukiwa kwa ajili ya jina langu. Mtachukiwa. Hebu fikiria maneno kama haya. Anawaambia kwamba mtashitakiwa mbele ya watawala. Mtashitakiwa kwa sababu ya jina langu. Anasema mnakokwenda mtaona ndugu akimsaliti ndugu yake. Anasema mtaona mtoto akisimama dhidi ya wazazi wake. Lakini gumu kabisa, anawaambia kwamba wengine watatafuta kuwaua. Watawaua. Hayo ni mambo ambayo anawaambia kabla hajawatuma. Hebu fikiria maneno kama hayo. Ungekuwa ni wewe kwa mfano, huenda ungejiuliza sana kwamba sasa, kama mambo yenyewe ndio hivi, kama hali ndio iko hivi, sasa kwa nini nimfuate? Kwa nini nimfuate? Kama ananituma katikati kama ananituma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu, kama nitafika huko nitakamatwa, nitashitakiwa, kama nitachukiwa, kama nitateswa, kama hata nitauawa, ya nini nimfuate? Unajua, Yesu hawaiti watu kwa ahadi za starehe. Hawaiti watu kwa sababu ya mambo mazuri kwenye starehe. Lakini Yesu anawaambia ukweli. Yesu anajua kabisa ufuasi unaojengwa juu ya hisia peke yake, huo ufuasi unavunjika haraka sana unapokutana na mateso, unapokutana na changamoto, unapokutana na hali ngumu. Unajua, mtu ambaye anamfuata Yesu kwa sababu ya miujiza tu, atamwacha mara moja akiona hiyo miujiza haipo. Na huo ufuasi wa namna hiyo hauna mizizi. Mtu ambaye anamfuata Yesu kwa sababu ya mikate tu, siku akipata njaa, uwe na uhakika atamwacha, atamkana. Na ndio maana kabla Yesu hajawaruhusu kwenda, kabla hajawatuma kuondoka, anawaambia jambo gumu. Anasema, kabla hamjanifuata, embu kaeni chini muhesabu gharama, ili mkiamua kunifuata muwe mmeamua. Anasema kaa chini kwanza, hesabu gharama. Unajua, kwa maneno mengine Yesu anawaambia, usije ukafikiri kwamba kunifuata mimi ni safari rahisi sana. Kwa maneno mengine anawaambia kwamba usije ukafikiri kwamba ukinifuata mimi utatatua matatizo yako yote kwenye maisha. Anawaambia usije ukafikiri kwamba ukinifuata basi kila mtu atakupenda. Anawaambia usije ukafikiri kwamba ukinifuata basi hutalia tena, maisha yatakuwa marahisi tu. Badala yake Yesu anawaambia kutakuwa na msalaba. Anawaambia kuna kulia. Anawaambia kuna majaribu bwana, kuna kujikana. Lazima ufike mahali ujikane mwenyewe. Lakini pia anawaambia kuna uzima wa milele. Anawaambia kuna neema. Anawaambia kuna uwepo wangu. Anawaambia kuna ufufuko mbele. Sasa usije ukafikiri Yesu alikuwa anawatania. Wewe nenda kaangalie kwenye kanisa la kwanza. Mitume walikutana na nini? Nenda kaangalie. Mitume walikutana na mambo magumu sana. Walipigwa. Mitume hao walifungwa jela. Mitume waliteswa sana. Wengine walikataliwa kabisa. Walitandikwa mijeledi. Hao mitume. Haikuwa safari rahisi, lakini hawakurudi nyuma. Hii ndio habari njema. Hawakurudi nyuma. Hawakurudi nyuma kwa sababu gani? Kwa sababu waligundua kwamba Kristo alikuwa na thamani kubwa kuliko gharama walioilipia. Waligundua hilo.
Thamani ya Yesu, thamani ya Kristo ilikuwa ni kubwa kuliko gharama yao, na ndio maana leo Yesu anatualika tujiulize maswali muhimu sana. Anatualika tujiulize, je, Kristo ana thamani gani kwenye maisha yako? Kristo ana thamani gani kwangu? Kristo ana thamani gani kwako? Kwa sababu kadiri unavyomthamini Kristo ndivyo tutakavyokuwa tayari. Kadri tunavyomthamini Kristo ndivyo tutakavyokuwa tayari kulipa gharama ya kumfuata. Kadiri tunavyomthamini. Sasa yako mambo matatu ambayo nataka tuzungumze siku ya leo kwa haraka haraka. Jambo la kwanza, watu wengi wanataka baraka za Mungu, lakini hawako tayari au hawataki demands zinazoleta hizo baraka. Watu wengi sana tunataka baraka za Mungu, lakini hatutaki demands zake. Hizo baraka zinataka nini? Unajua, ukisoma somo la kwanza kutoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, ile sura ya 4 mstari wa 8 mpaka wa 11 na mstari wa 14 mpaka wa 16, tunakutana na habari ya mwanamke huyu wa Shunemu. Huyu mwanamke wa Shunemu, kwa nje ili simulizi unaweza kuliona ni rahisi sana, lakini kwa ndani ili simulizi lina somo kubwa sana kwenye maisha yetu ya kiroho ya kila siku. Biblia inatuambia kwamba huyu mwanamke alikuwa ni tajiri. Huyu mwanamke alikuwa mwenye heshima sana katika jamii, watu walimheshimu. Huyu mwanamke alikuwa na nyumba nzuri. Huyu mwanamke alikuwa na uwezo mzuri, alikuwa navyo. Lakini pamoja na haya yote, hakuwa na kitu ambacho fedha zisingeweza kumpa. Hakuwa na kitu ambacho fedha zilikuwa haziwezi kumpa. Hakuwa na mtoto. Hakuwa na mtoto. Na katika utamaduni wa wakati huo, kukosa mtoto lilikuwa ni jambo gumu sana, lenye maumivu makubwa sana. Ni hata leo tu. Wenenda kaangalie zile couples ambazo zimeingia kwenye ndoa, alafu wamechelewa kupata mtoto au hawajapata mtoto. Maumivu yake ni makubwa sana. Taabu yake ni ngumu. Ni jambo gumu sana, sio rahisi sana. Lakini tukirudi kwa huyu mwanamke, cha kushangaza ni kitu kimoja. Katika simulizi lilote, huoni mahali popote huyu mama akiomba mtoto. Huoni mahali popote huyu mama akilia kwa uchungu kwamba hana mtoto. Huoni mahali hapo. Wala huoni akiomba Elisha amuombe ili apate mtoto. Huoni. Katika simulizi hili tunachokiona ni kitu kimoja tu, ni ukarimu wake. Ni ukarimu wake. Anamuona Elisha akipita, alafu anagundua kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Alipogundua tu ni mtu wa Mungu, akakimbia kumkaribisha nyumbani kwake. Akamkaribisha nyumbani kwake. Na hata akamuomba mume wake, akamwambia, unaonaje tumtengenezee chumba kidogo pale juu? Na mume wake akakubali. Then wakaweka kitanda, wakaweka meza, wakaweka kiti, wakaweka taa. Kila kitu kikaandaliwa. Na hapo ndipo tunapopaswa kujiuliza, ndugu zangu. Mimi nimejiuliza, kwa nini huyu mama alifanya haya yote? Kwa nini alifanya haya yote? Je, alijua kwamba akifanya hivyo atapata mtoto? Hapana. Hatuonyeshwi mahali popote. Je, alijua kwamba, alifikiri kwamba Elisha au je, Elisha alikuwa amemwaahidi muujiza? Hapana. Hamna mahali popote. Je, alikuwa anafanya hivyo kama vile biashara na Mungu? Hapana. Hamna mahali popote. Lakini alifanya hivyo kwa sababu moyo wake ulimpenda Mungu. Period. Alifanya hivyo kwa sababu tu alimpenda Mungu. Aliona thamani ya uwepo wa Mungu kabla hajaona faida ya uwepo wa Mungu. Kumbuka hilo. Aliona thamani ya uwepo wa Mungu. Alijua mtumishi wa Mungu Elisha akiingia ndani kwake, uwepo wa Mungu umeingia. Akajua kwamba aliona thamani ya uwepo wa Mungu kabla hajaona faida ya uwepo wa Mungu. Na hapa ndipo somo zuri sana, ndugu zangu, tunalipata leo. Kwamba mwanamke huyu hakumkaribisha Mungu kwa sababu apate zawadi, apate baraka. Wala hakumkaribisha Mungu kwa sababu nyingine yote. Alimkaribisha Mungu kwa sababu anampenda Mungu. Alimkaribisha Mungu kwa sababu ni Mungu, kwa sababu ya kuwa Mungu. Alimkaribisha Mungu. Na baada ya hapo sasa ndipo tunaona baraka zinaanza kufuata. Na hapo, ndugu zangu, ndipo mimi ninafikiri tunaguswa na sisi leo. Kwa sababu mara nyingi sana, ndugu zangu, angalia sala zetu zikoje. Sala zetu zinaanza, Bwana nipe kazi. Bwana naomba nipe afya. Bwana naomba nipe mtoto. Bwana naomba nipe mafanikio. Bwana naomba nipe hiki. Bwana naomba nipe kile.
Sasa sisemi kwamba ni vibaya kuomba hivyo, wala hakuna ubaya kwenye kuomba hivyo. Lakini wakati mwingine, ndugu zangu, nafikiri tunapaswa kujiuliza, je, hivi ningemtafuta Mungu kweli kama asingenipa kile kitu ninachotaka? Hivi bado ningeweza kumtafuta Mungu? Bado ningeweza kumpenda Mungu? Hivi je, ningeweza kumpenda Mungu hata kama baraka isingekuja kwa wakati ninaotaka? Hivi je, ningeendelea kuwa mwaminifu kwa Mungu hata kama angechelewa kujibu sala yangu? Hivi kweli ningeendelea kumpenda Mungu hata kama nisingepata majibu niliyokuwa nayatarajia? Kwa sababu hapo ndipo ufuasi unapojaribiwa, ndugu zangu. Unajua, ni rahisi sana kumfuata Mungu wakati kila kitu kinaenda vizuri. Ni rahisi sana kumfuata Mungu wakati milango yote imefunguka. Ni rahisi sana kumfuata Mungu nyakati hizo. Lakini ufuasi wa kweli, ndugu zangu, unaonekana pale ambapo unamfuata Mungu, unapomtafuta Mungu hata kabla hujaona matokeo, hata kama hujaona matokeo. Pale unapomwabudu Mungu hata wakati ambao hujapokea jibu. Pale unaposema Bwana yupo. Pale unapompenda Mungu hata kama hujapata kitu unachokitaka. Ni pale unapomwambia Bwana, mimi ninakupenda hata kama hujanijibu ninavyotaka. Ninakupenda hata kama umechelewa kujibu sala yangu. Na hiyo ndiyo gharama ya ufuasi, ndugu zangu. Hiyo ndio gharama ya ufuasi. Kumchagua Mungu kabla ya baraka zake. Kumtafuta Mungu kabla ya baraka zake. Kumpenda Mungu kwa sababu yeye ni Mungu, si kwa sababu ya baraka, si kwa sababu ya miujiza. Na ndio maana Yesu aliwahi kuzungumza akasema, mtafuteni Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtapewa kwa ziada. Lakini siku hizi, ndugu zangu, tunayachukua yale ya ziada ndio tunayaweka kama kipaumbele cha kwanza cha kumtafuta Mungu. Sasa, na watu waliofikia kwenye hatua hiyo wanafika mahali wanakata tamaa haraka sana. Wanakata tamaa haraka sana. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kumfuata Kristo kuna maanisha kufa kabla hujafa. Ngoja niseme tena. Kumfuata Kristo, unajua, kumfuata Kristo kuna maanisha kufa kabla hujafa. Unajua, somo letu la pili kutoka barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi, ile sura ya 6 mstari wa 3 na wa 4, alafu ule mstari wa 8 mpaka wa 11. Ili somo linaweza kuonekana ni gumu kidogo kwa mara ya kwanza. Unapolisoma mara ya kwanza unaweza kupata shida na ukaliona ni gumu sana. So Paulo anazungumza mambo ambayo kwa kawaida watu wengi hawapendi kuyasikia. Kifo, mazishi, kuzikwa, kufufuka. Kwa nini anatumia lugha hizo? Kwa sababu anataka kutufundisha ukweli muhimu sana kwenye maisha yetu. Anataka kutuambia kwamba ubatizo sio tu sherehe ya kidini. Ubatizo sio tu siku ya kupiga picha nyingi. Hapana. Wala ubatizo sio tu siku ya kuvaa nguo nyeupe. Wala ubatizo sio tukio tu la kijamii. Lakini Paulo anachotaka kutufundisha ni jambo kubwa, kwamba ubatizo ni mapinduzi ya maisha. Ni revolution, ni mapinduzi ya maisha. Huo ndio ubatizo. Sababu katika ubatizo Mungu haji kuboresha maisha ya zamani. Mungu anakuja kufanya mapya. Kuyafanya mapya. Haji kuyaboresha tu, anakuja kuyafanya mapya. Ni mapinduzi. Na ndio maana Paulo anasema, je, hamjui ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo tulibatizwa katika mauti yake? Kwa maneno mengine, Paulo anasema ulipobatizwa ulialikwa kuanza maisha mapya. Maisha mapya kabisa. Maisha mapya kabisa. Lakini tatizo tulilonalo, ndugu zangu, ni hili. Tatizo ni hili, kwamba hakuna maisha mapya yanayoweza kuanza mpaka maisha ya zamani yakome. Hakuna maisha mapya yanayoweza kuanza mpaka maisha ya zamani yakome. Hakuna ufufuko bila kaburi. Hakuna Pasaka bila Ijumaa Kuu. Hakuna taji bila msalaba. Yesu hakupewa taji bila kwenda msalabani, bila mateso, bila msalaba. Na ndio maana Paulo anasema tulikufa pamoja naye.
Lakini swali linabaki, ni nani anayetakiwa kufa? Nani anayetakiwa kufa? Unajua, anayetakiwa kufa au kinachotakiwa kufa ni ule utu wa zamani unaoishi ndani yetu. Huo ndio unaotakiwa kufa. Ni ule utu wa zamani unaojiona kwamba bora na chanzo cha kila kitu. Huo utu wa zamani ndio huo unaotakiwa kufa. Kinachotakiwa kufa ni ule utu wa zamani uliojaa kiburi ambao hautaki kusikiliza. Kinachotakiwa kufa ni huo utu wa zamani unaoishi ndani yetu, uliojaa ubinafsi, uliojaa chuki, usiotaka kusamehe, unaotaka kuishi bila mipaka yoyote. Bila mipaka yoyote. Ni ule utu wa dhambi ambao unataka kumfurahia Kristo bila kuacha dhambi. Huo ndio unaotakiwa kufa. Na ndio maana Paulo anasema tulikufa pamoja naye. Huo utu wa dhambi ulikufa ili tufufuke wapya. Sasa kuna changamoto moja kubwa sana kwenye maisha yetu ya kiroho siku hizi za leo, kwamba watu wengi tunataka matokeo ya ufufuko bila kupitia kifo. Ngoja nirudi. Watu wengi tunapenda kuona matokeo ya ufufuko lakini bila kifo. Hatutaki kifo, hatutaki mateso. Tunataka kufurahia Pasaka bila maumivu ya Kalvari, wala bila shurba ya Kalvari. Tunataka kuingia mbinguni huku bado tunaishi katika kanuni zile za dunia. Tunataka kuitwa watakatifu huku bado tunalinda dhambi tunazozipenda. Ni kama vile tunataka Kristo akae ndani yetu, lakini hatutaki kumruhusu ayafukuze yale yanayompinga. Tunataka tu akae kimya. Na kama mtu unajua, ni kama vile mtu anayetaka kuwasha taa ndani ya chumba, lakini hataki giza liondoke. Sasa hii haiwezekani. Ukisharuhusu mwanga, ukishawasha taa, giza automatically litaondoka. Na ndio maana watakatifu wote, ndugu zangu, walielewa siri hii. Walielewa siri hii kwamba kabla ya kuwa watakatifu walikubali nafsi zao zife. Wewe nenda kachunguzi. Walikubali nafsi zao zife. Walikubali kiburi ndani yao kife. Walikubali tamaa ndani yao ife. Walikubali mapenzi yao binafsi yafe ili mapenzi ya Mungu yaishi kwenye maisha yao. Na kwa sababu walijua jambo moja tu muhimu sana, kwamba mbegu isipokufa ardhini basi haiwezi kuzaa matunda yoyote. Haiwezi kuzaa. Na hapo, ndugu zangu, ndipo tunajifunza hilo, kwamba moyo usipokubali kufa kwa ubinafsi, ndugu zangu, hatuwezi au hauwezi kuzaa utakatifu. Utakatifu utazaliwa na moyo uliokubali kufa. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ndio gharama ya pili ya ufuasi, kwamba kuacha sehemu za maisha yetu ambazo hazimpendezi Mungu. Na ukweli ni kwamba mara nyingi, ndugu zangu, si vigumu sana kuacha vitu tulivyo navyo. Kitu kigumu zaidi ni kuacha kile tulicho, vile tulivyo. Hicho ndicho kitu kigumu. Hicho ndicho. Hivi vitu vya nje kuviacha wakati mwingine ni rahisi, lakini kile tulicho, hiyo ndio ngumu sana. Kwa mfano, si vigumu kuacha fedha. Ni rahisi sana kuacha fedha, lakini si rahisi kuacha kiburi. Ni rahisi sana kuacha mali, lakini si rahisi kuacha ubinafsi. Ni rahisi sana kuacha vitu vya nje, lakini ni kitu kigumu sana kumruhusu Mungu abadili moyo wako wa ndani. Ni kitu kigumu sana. Lakini pale tutakapokubali kufa pamoja na Kristo, hapo ndugu zangu, ndipo tutaanza kuishi kweli pamoja na Kristo. Tutakapokubali hilo. Jambo la mwisho, ndugu zangu, ambalo tunaitwa kujifunza ni kwamba tumpe Yesu nafasi ambayo hakuna mwingine anaruhusiwa kuichukua, au hakuna kitu kingine kinaruhusiwa kuichukua. Unajua, ukienda kwenye somo hili la Injili kutoka kwenye Injili ya Mathayo, ile sura ya 10 mstari wa 37 mpaka 42, Yesu anazungumza maneno pale mazito ambayo kwa kweli hata leo yanaendelea kuwashtua watu wengi sana. Ni maneno mazito sana. Yesu anasema, ampendaye baba yake au mama yake kuliko mimi hanistahili, au ampendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Unajua, tukiyasoma haya maneno kwa haraka haraka, unaweza kufikiri Yesu hataki tuwapende wazazi wetu, hataki tupende familia yetu. Lakini Yesu hafundishi hivyo.
Hapana, kwa sababu mara nyingi kwenye maandiko matakatifu Yesu ametuamuru tuwaheshimu wazazi wetu, ametufundisha tuwapende jirani zetu. Yesu maeneo mengi ametufundisha hata kuwapenda adui zetu tu. Kwa hiyo tujiulize hapa anamaanisha nini anavyosema kwamba ampendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili. Anachomaanisha ni kitu kimoja tu. Anamaanisha kwamba hakuna kitu kinachoruhusiwa kuchukua nafasi ya Mungu katika maisha yetu kama wanadamu. Hakuna kitu kinachoruhusiwa. Kwa sababu katika utamaduni wa Kiyahudi wa wakati huo, unajua, umejiuliza kwa nini Yesu anatumia mfano wa familia? Ni kwa sababu familia ilikuwa ni kitu cha thamani sana. Mtu alipata utambulisho wake kupitia familia. Mtu alipata usalama wake kupitia familia. Familia ilikuwa ni kila kitu. Mtu alipata heshima yake kupitia familia. Na ndio maana leo Yesu anagusa eneo hili. Anagusa kile ambacho watu wanakiona ni cha thamani sana. Kwa lugha nyingine ni kama anasema kwamba hata kile ambacho unakipenda zaidi hakiwezi kuwa na thamani juu yangu. Kile ambacho unakipenda zaidi duniani hakiwezi kuwa juu yangu, juu ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kile kilicho juu ya Mungu kinageuka kuwa Mungu wako. Chochote ambacho umekiweka juu ya Mungu kinageuka kuwa Mungu wako. Sasa mara nyingi ndugu zangu, shida yetu si kwamba tunamkana Yesu au tunamkataa Yesu waziwazi. Tena huenda hata tunakiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wetu, Yesu yupo kwenye maisha yetu, huenda tunakiri hayo. Kwa hiyo swali sio kama Yesu yupo kwenye maisha yetu au la, lakini swali ni kwamba ana nafasi gani kwenye maisha yetu? Ana nafasi gani? Yupo nafasi gani kwenye maisha yako? Yupo nafasi gani kwenye moyo wako? Kwa sababu kuna tofauti kuwa sehemu ya maisha na kuwa kila kitu kwako. Kuna tofauti. Kwa mfano, kuna watu wengi sana tunampa Yesu muda, lakini ni muda uliobaki wa ziada. Tunampa Yesu nguvu, lakini ni nguvu zilizobaki za ziada. Ni sala zilizobaki, ni moyo uliobaki. Tunampa Yesu mabaki. Hatumpi kitu kingine. Tunampa tu mabaki. Hatumpi kila kitu. Tunampa mabaki. Na sasa Yesu hataki tumpe mabaki. Yesu hataki tumpe nafasi ya pili. Yesu anataka nafasi ya kwanza, na anataka awe ni yeye peke yake, kwa sababu kila kitu kinachokuja baada ya hapo kwa kweli kinabadilika kuwa Mungu wako. Unapokipa kitu kingine nafasi zaidi, hicho kitu kinabadilika. Kwa hiyo ndugu zangu, tunachoitwa leo ni kujiuliza kwamba Mungu ana nafasi gani kwenye maisha yangu? Mungu ana nafasi gani? Mungu ana nafasi gani kwenye maisha yangu? Ni kitu gani ambacho ukiambiwa ukiachie kwa ajili ya Mungu unaona haiwezekani? Ni kitu gani? Ukiambiwa ukiache hiki kwa ajili ya Mungu ni shida. Ndugu zangu, hapo ndipo gharama ya ufuasi ilipo. Hapo ndipo gharama ya ufuasi ilipo. Kwa sababu wakati mwingine Yesu anatuombea tuachilie mambo ambayo tunayaona ni muhimu sana kwenye maisha yetu. Anatuomba, anatutaka tuachilie haya mambo. Kuna muda Yesu atatutaka tuyaachilie. Kuna muda Yesu atatuomba tuyaachilie mambo ambayo tunayaona ni ya muhimu sana kuliko yeye. Kuna wakati Yesu atatuomba tuachie mahusiano yasiyo sahihi. Kuna wakati Yesu atatuomba tusamee hata pale ambapo tunaona ni vigumu au hatuko tayari. Kuna wakati Yesu atatuomba tuseme ukweli mahali ambapo huo ukweli unaweza kutugharimu. Kuna wakati atatutaka tuseme ukweli, na anatutaka tuseme ukweli. Kuna wakati Yesu atatuomba kubeba msalaba ambao huenda hatukutegemea kwamba tutaubeba. Atatuomba kubeba. Na hapo ndipo tutagundua kama kweli yeye ni wa kwanza kwenye maisha yako au yeye si wa kwanza kwenye maisha yako. Hapo ndipo unagundua. Na hiyo ndugu zangu ndio gharama ya tatu ya ufuasi. Kumpa Kristo nafasi ambayo hakuna mwingine anaruhusiwa kuichukua. Na wakati mwingine ndugu zangu, hilo jambo linaoma kwa sababu linaweza kutulazimisha kuacha vitu ambavyo tunavipenda
vinaweza kutulazimisha kuacha vitu ambavyo tunaviona ni vya thamani sana. Lakini ndugu zangu, siri ya injili ya leo ni hii, kwamba hakuna kitu tunachompa Kristo kinacholingana na kile anachotupa yeye. Hakuna kitu tutakachompa Yesu kitakacholingana na baraka zake. Tunapompa muda, yeye anatupa umilele. Tukumbuke hilo. Tunapompa moyo, yeye anatupa amani. Tunapompa maisha yetu, yeye anatupa uzima wa milele. Sijui kama unafahamu kwamba hakuna mtakatifu hata mmoja aliyewahi kujutia kwa kile alichokiacha kwa ajili ya Kristo. Hayupo. Hayupo. Badala yake wote waligundua kwamba gharama ya ufuasi ilikuwa ndogo sana ukilinganisha na thamani ya Kristo mwenyewe katika maisha yao. Ndugu zangu, nimalizie kwa kusema hivi. Siku moja kila mmoja wetu atalazimika kujibu swali hili, kwamba je, kumfuata Yesu kulikugharimu nini? Kumfuata Yesu kulinigharimu nini? Tutalazimika kujibu swali hilo. Au jiulize, hivi kumfuata Yesu kuna kugharimu nini? Kuna kugharimu nini? Kwa sababu ufuasi ambao haukugharimu chochote pengine sio ufuasi wa kweli. Ufuasi ambao haukugharimu chochote pengine sio ufuasi wa kweli. Kumbuka, Petro alilipa gharama. Kumbuka hilo. Paulo alilipa gharama. Kumbuka hilo. Watakatifu, wale mashahidi wa imani, walilipa gharama. Kumbuka hilo. Watakatifu walilipa gharama. Na sisi ndugu zangu tunaalikwa kulipa gharama. Kulipa gharama. Lakini habari njema ni hii. Hakuna gharama ya ufuasi inayozidi thamani ya Kristo mwenyewe. Hakuna gharama ya ufuasi inayozidi thamani ya Ukristo mwenyewe. Unajua, mwisho wa maisha yetu, rafiki yangu mmoja aliniambia, mwisho wa maisha yetu hatutajuta kwa yale ambayo tuliyaacha kwa ajili ya Kristo, lakini tutajuta kwa yale ambayo tulishindwa kuyaacha kwa ajili ya Kristo. Ndugu zangu, tumwombe Mungu atujalie neema hii ya kuwa wafuasi wa Kristo bila kujali gharama. Kumbuka, hata kama gharama zipo, baraka ni kubwa kuliko gharama. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza, na watakie Dominika njema yenye baraka na mafanikio. Tumsifu Yesu Kristo.